Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga msikilizaji, na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yaendeleza mashambulizi huku ikionya Tehran kuhusiana na kile kinachoendelea hasa katika mlango bahari wa Hormuz. Tunaangazia ni wakati wa taifa la Kenya kuwa na wasiwasi wakati huu linapoelekea katika uchaguzi wake mkuu, na Argentina yatinga hatua ya fainali baada ya kuiondosha Uingereza katika hatua ya mtoano, ama tuseme mchezo wa nusu fainali katika kombe la dunia. Mechi ambayo Argentina wameonyesha ubora, namna ambavyo wamecheza kibingwa zaidi. Yani toka wameweza kuruhusu bao, namna ambavyo walirudi kuonesha namna ambavyo timu ambayo inahitaji kupigania kikombe, namna ambavyo inapaswa kucheza. Awali yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na usomwa kwako na mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu. Shukran Skola. Mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo na Marekani amesema usalama wa taifa wa Iran unategemea Tehran kuendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mohamed Bagher Ghalibaf amesema mazungumzo pamoja na vita ni sehemu ya mkakati wa Iran wa kutoa upinzani inaposhiriki katika kile alichokiita vita vya kuendelea kuwepo kwa taifa dhidi ya Marekani. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limesema limeshambulia na kulifanya lisiweze kuendelea na safari yake meli ya kubeba mafuta isiyokuwa na shehena siku ya Jumatano, likidai kuwa lilikuwa likijaribu kuvunja mzingiro wa kijeshi wa bandari za Iran. Mvutano unaongezeka katika eneo la Hormuz umechochea kupanda kwa kasi kwa bei za mafuta. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemfuta kazi waziri wake maarufu wa ulinzi Mikhailo Fedorov, ambaye alikuwa ameshikilia wadhifa huo kwa miezi 6 pekee na alionekana kuwa mhusika muhimu katika kupanua matumizi ya ndege zisizo na rubani katika vita dhidi ya Urusi. Zaidi na Florian Kaijage. Kufutwa kwake kazi kumekumbana na ukosoaji mkali wa ndani ya nchi hiyo. Mmoja wa watu mashuhuri wanaojitolea kusaidia jeshi la Ukraine, Malia Bersinska, ametabiri kuwa kuondolewa kwa bwana Fedorov kunaweza kugharimu maisha ya mamia ya maelfu ya watu. Kumekuwa na wito wa maandamano makubwa, huku mbunge mmoja akitaja hatua hiyo kuwa ni usaliti. Wachambuzi wanasema kijana huyo mwenye umri wa miaka 35 na mwenye ujuzi mkubwa wa teknolojia alikuwa amejijengea maadui kwa kufichua matumizi ya ziada ya mabilioni ya fedha katika sekta ya ulinzi, kwamba alikuwa akitofautiana na mkuu wa majeshi au hata alionekana kuwa mpinzani mtarajiwa wa Rais Zelensky. Utawala wa Donald Trump umeongeza muda wa vikwazo vya usafiri kwa raia wa Marekani vinavyohusiana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa hakuna Marekani atakayeruhusiwa kurejea nchini kwake kwa kutumia ndege za kibiashara kwa muda wa wiki 3 ikiwa atatembelea DRC. Vikwazo hivyo vipya vinakuja wakati maambukizi ya Ebola yanaendelea kusambaa hadi katikati ya majimbo mapya ndani ya DRC. Takwimu rasmi huko zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi sasa imezidi 2000, ikiwa ni pamoja na vifo 700. Na bunge la taifa la Ufaransa limepiga kura kuanzisha haki ya kusaidiwa kufa chini ya masharti makali. Hatua hiyo inakuja baada ya miaka kadhaa ya mjadala. Sheria hiyo ingeruhusu kusaidiwa kufa kwa watu wazima wa Ufaransa wenye ugonjwa mbaya au usiotibika unaohatarisha maisha, ambao umefikia hatua ya juu au hatua ya mwisho. Ugonjwa huo utapaswa kuwa unamsababishia mgonjwa maumivu makali ya kudumu ya mwili au ya kisaikolojia ambayo hayawezi kupunguzwa kwa matibabu. Mgonjwa atatumia mwenyewe dawa ya kumuua au atapewa na daktari au mhudumu wa afya. Hii ni BBC. Ni muhtasari wa habari za dunia umesoma kwako na Victor Kenani akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia CGFM kule Tabora, lakini pia Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza, Uganda Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga.
DRC Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Unarambaza tu naandika BBC Swahili. Karibu tena. Mimi ni Skola Kisanga. Marekani imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumatano, huku Rais Donald Trump akionya Tehran. Jeshi la Marekani linasema uwezo wa kijeshi wa Iran uliokuwa ukitumika kutishia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ulilengwa, na kwamba pia ilifyatua risasi dhidi ya meli iliyokuwa ikijaribu kukiuka vizuizi vipya vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran. Zaidi na Victor Kenani. Mashambulizi haya yalikuja baada ya Iran kudai kuwa ilikuwa imelenga shabaha za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, zikiwemo nchini Bahrain na Kuwait, huku siku ya 5 ya mapigano mapya ikiweka shinikizo kwa makubaliano yao ya awali ya kumaliza vita. Mpatanishi mkuu wa Iran Mohamed Bagher Ghalibaf aliambia vyombo vya habari vya serikali kwamba Tehran haikuwa na sababu ya kuzingatia makubaliano hayo ikiwa hayakuwa na manufaa kwake. Trump alitishia mashambulizi zaidi usiku wa Jumanne iwapo Iran haitarejea kwenye mazungumzo wiki ijayo. Next week it gets really bad for them. Wiki ijayo mambo yatakuwa mabaya sana kwao, kwa sababu wiki ijayo tunalenga mitambo ya umeme, tunalenga madaraja. Tutaharibu mitambo yao yote ya umeme na tutaharibu madaraja yao yote, isipokuwa kama wataketi mezani na kufanya mazungumzo. Unless they get to the table and negotiate. Baadaye aliwaambia wajumbe katika mkutano wa ulinzi kwamba Iran haijafurahia hali ilivyo kwa sasa. They want to settle so badly. Wanataka kufikia makubaliano sana. Hawapendezwi na kile tunachokifanya. Na kweli wanataka kupata hayo makubaliano. Tutaona kama tutafikia makubaliano nao au tutawamaliza kabisa. Mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yalikuwa wimbi la pili ambalo jeshi lake lilisema lilitekelezwa wakati wa mchana siku ya Jumatano. Lilisema kuwa limeendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz. Kulingana na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, mashambulizi yaliyodumu kwa dakika 90 yalitumiwa kulenga mifumo ya ulinzi wa pwani ya Iran pamoja na maeneo ya kuhifadhi na kurushia makombora katika kisiwa cha Greater Tumb. Kujibu kurejeshwa kwa vizuizi vya Marekani, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kilionya Marekani kwamba kinapaswa kutarajia kufungwa kwa njia nyingine za usafirishaji wa mafuta na gesi zinazohudumia maslahi ya Marekani na washirika wake. Hata hivyo, haikufafanua ni njia zipi zinaweza kuathiriwa. Na shukran Victor Kenani. Zambia inaomboleza aliyekuwa makamu wa rais wa taifa hilo Guy Scott alifariki dunia jana akiwa na umri wa miaka 82. Pia alishikilia nafasi ya urais kwa muda mwaka 2014. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Scott alikuwa kaimu rais baada ya rais Michael Sata kufariki dunia akiwa madarakani Oktoba 2014. Uteuzi wake ulimfanya kuwa kiongozi wa kwanza mzungu wa taifa kusini mwa jangwa la Sahara ndani ya kipindi cha miongo miwili baada ya Frederick de Klerk wa Afrika Kusini aliyeondoka madarakani mwaka 1994. Katibu wa baraza la mawaziri la Zambia Patrick Kangwa amesema Scott alifariki dunia Jumatano katika shamba lake la Trotova lililopo eneo la Leopards Hill mjini Lusaka baada ya kuugua. Kwa mujibu wa Kangwa, Rais Hakainde Hichilema amemuidhinisha aliyekuwa makamu huyo wa rais mazishi ya kitaifa kwa kutambua utumishi wake na mchango wake kwa taifa. Aliongeza kuwa taarifa kuhusu ratiba ya maziko na taratibu za maziko zitatangazwa baadaye. Scott alihudumu kama makamu wa rais wa Zambia kuanzia 2011 hadi 2014 chini ya rais Michael Sata. Scott alikuwa kaimu rais na kuiongoza nchi hadi uchaguzi wa rais uliofanyika Januari 2015. Ingawa Scott alihudumu kama kaimu rais kwa siku 90, hakuruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi huo kwa sababu katiba ya Zambia wakati huo iliwataka wagombea wa urais kuwa na wazazi wote wawili waliozaliwa nchini Zambia. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya nchini humo, wazazi wa Scott walizaliwa nje ya Zambia. Kabla ya kuwa makamu wa rais, Scott aliwahi kuhudumu kama waziri wa kilimo, chakula na uvuvi chini ya rais wa zamani Frederick Chiluba. Na asante Florian Kaijage.
Leo Alhamisi Julai 16 itakuwa siku muhimu kwa wapiga kura takriban 72,997 watashiriki katika uchaguzi mdogo wa mwakilishi wao katika bunge kitaifa nchini Kenya baada ya kufariki dunia kwa alikuwa mbunge wa eneo hilo David Njuguna Kiraho. Na huku wengi hasa nchini Kenya ukifuatilia uchaguzi huo mdogo unaofanyika mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu mwakani, yani 2027, matukio ya ghasia iliyoshuhudiwa wakati wa kampeni